nchi inahitaji amani, nchi inahitaji uzalendo, utulivu kupitia waandishi wetu. Nchi inahitaji amani, nchi inahitaji uzalendo, utulivu kupitia waandishi wetu. Hongereni waandishi wetu, kupitia kalamu zenu leo mnapata tuzo. Hongereni waandishi wetu, kupitia kalamu zenu leo mnapata tuzo. Hauwezi kwenda kwa jirani kama haujatokea kwako. Lazima utoke kwako ndiyo uende kwa jirani yako. Hauwezi kutoka kwa jirani ukasema unaenda kwa jirani. Leo historia ya ulimwengu inabadilika. Leo ulimwengu unakwenda kusimulia jambo kubwa la kihistoria kuhusu wazalendo waliotumia kalamu zao katika mustakabali wa taifa lao. Samia Kalam Awards. Naomba tuwapigie makofi mengi sana. Mheshimiwa Rais, unakwenda kutoa tuzo kwa wanahabari, kwa waandishi wa habari. Hii ndiyo kada pekee iliyokuwa imesahaulika. Ndiyo kada pekee yenye usafiri wa kuwafikisha kwenye tukio, lakini haina usafiri ya kuwarudisha walikotoka. Lakini Mheshimiwa Rais, hii ndiyo kada pekee ya kwanza kuulizwa, mbona habari yangu haijatoka? Leo unawapa tuzo. Mheshimiwa Rais, vitabu vinavyotunza kumbukumbu za ulimwengu zinatakiwa ziweke jina la Dr. Samia Suluhu Hassan. Wanahabari, hongereni sana. Hongereni sana. Makala zenu, taarifa zenu zinakwenda kutunzwa kwenye historia ya kumbukumbu za ulimwengu huu. Mheshimiwa Rais, kupitia wanahabari ndiyo tumejua sisi kwamba usalama na ulinzi wa nchi sio jukumu la vyombo vya ulinzi na usalama peke yake. Kwamba hata mimi kwa uzalendo niliyokuwa nao naweza nikawa sehemu ya ulinzi na usalama wa nchi yangu ya Tanzania. Lakini Mheshimiwa Rais, kalamu zao ndio zimetueleza kuhusu uongozi bora na siasa safi. Kalamu za waandishi hawa ndio zimetueleza kuhusu usawa wa kijinsia, uongozi na ngazi ya maamuzi. Mheshimiwa Rais, tungejuaje kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi kwamba itakapofika 2030 tuwe tumeweza kutumia nishati safi kwa 80% kama sio makala na maandishi yao? Mheshimiwa Rais, tungejuaje kama daraja la Busisi limekamilika kwa 99.99% kufikia leo asubuhi saa 4 na dakika 45? Mheshimiwa Rais, kupitia makala za waandishi hawa ndio tumefahamu kwamba ulifungua pochi lako ukatoa shilingi trilioni 8 bilioni 83,612,762.75 kwa ajili ya SGR. Kilomita 300 kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro, kilomita 420 kutoka Morogoro mpaka Dodoma, unaipeleka Isaka Mwanza mpaka Kigoma. Kama sio waandishi wa habari tungejuaje? Mheshimiwa Rais, sisi kupitia wanahabari hawa
ndio tumeweza kujua kwamba bwawa la Mwalimu Nyerere limekamilika, linazalisha umeme, na umeme wetu tunaweza kuuza mpaka kwenye kapu la pamoja katika nchi jirani, jambo ambalo limekuwepo kupitia serikali yako ya awamu ya 6. Wanahabari hawa, Mheshimiwa Spika, tungejuaje kama mamlaka ya mawasiliano TCRA kupitia umoja wa vyombo vya habari duniani ITU, kwamba tunapozungumzia Cyber Security Index, Tanzania imewekwa kwenye kundi la kwanza katika usalama wa mitandao. Wanahabari hawa, lakini tungejuaje kama uchumi wa nchi umekuwa, kwamba wakati 2021 Disemba tarehe 20 tulikuwa na laini za simu milioni 54, leo tuna laini za simu milioni 90 katika nchi hii. Watumiaji wa mobile money na internet walikuwa milioni 29, leo tunazungumzia milioni 49. Uchumi umekuwa na watumiaji wa internet wameongezeka. Nani asiyejua kuhusu miradi chechefu ya maji milioni 177? Nani asiyejua kama wabunge walikuwa wanatoa shilingi kupitia Wizara ya Maji? Leo unazungumzia bwawa la Falco, unazungumzia bwawa la Kidunda, unazungumzia Mheshimiwa Rais ametoa magari 25 kwenye kila mkoa kwa ajili ya kuchimbia visima. Leo unazungumzia bwawa, unazungumzia mradi wa Same Mwanga umekamilika kwa 100%. Kama sio wanahabari tungejuaje? Wapewe tuzo wanahabari hawa. Hongereni waandishi wetu, kupitia kalamu zenu leo mnapata tuzo. Waandishi wetu. Kakaangu Mchengerwa, unakumbuka madarasa shikizi? Unakumbuka? Tungejuaje kama leo hatuna second selection na hatuna chaguo la pili, kwa sababu Mheshimiwa Rais ameshajenga vyumba vya madarasa na walimu wako madarasani? Tungejuaje? Tungejuaje mabadiliko na maboresho ya sera ya elimu, kwamba sasa hivi ukifika kidato cha 4 unafanya maamuzi uende kwenye elimu ya amali au uende kwenye elimu ya moja kwa moja, na unaweza kutoka kwenye elimu ya moja kwa moja ukaja kwenye elimu ya amali. Unafanya mabadiliko makubwa ya sekta ya elimu ili tuwe na elimu ya watu kuweza kujiajiri. Tungejuaje kama sio waandishi wa habari? Mheshimiwa Rais, tumetoka kwenye vifo 556 mpaka vifo 104. Tumevunja rekodi ya dunia ya Wizara ya Afya ya Shirika la Afya Duniani, kwamba Mheshimiwa Rais amepunguza vifo vitokanavyo na uzazi na mama wajawazito kutoka 556 mpaka 104. Tunasema hongereni waandishi wetu, pokeeni tuzo. Mheshimiwa Rais, ni mengi lakini wamefanya, wameacha, wameandika habari zinazoanzia kwenye mizizi na sio kwenye matawi. Usalama wa nchi yetu kumbe uko mikononi mwetu. Hakuna wa kuijenga nchi hii bali mimi na wewe, na kwa umadhubuti nchi hii inajengwa kuanzia chini kule kulikotoka. Andikeni waandishi wetu. Hongereni waandishi. Mmeambiwa sisimame, lakini fanyeni tu hivi. Kupitia kalamu zenu leo mnapata tuzo. Hongereni waandishi wetu. Asante Tamwa. Kupitia kalamu zenu. Asante sana. Leo mnapata tuzo. Hongereni waandishi wetu. Kupitia kalamu zenu leo mnapata tuzo. Hongereni waandishi wetu. Kupitia kalamu zenu leo mnapata tuzo.